anaitwa chief, lakini kusema ukweli kimsingi yeye alikuwa ni jemedari. Ndio aliyekuwa anaongoza vikosi vya kupambana na Wangoni. Baada ya kushinda vita aliuawa. Alikatwa kichwa, na inasemekana alikatwa kichwa na mmoja kati ya askari wa kukodiwa. Mwarabu mmoja, kwa sababu huyu alikuwa ni mfanya biashara wakati ule, kabla hajateuliwa kuongoza majeshi. Sasa wale waliokuwa na korofishana nao kibiashara, Waarabu, wakajiunga sasa na askari wa Kingoni. Walipofika Litembo kule wakapigana, wakashinda. Baada ya kushinda akaenda kutoa taarifa kwa yule aliyekuwa kiongozi wakati ule, Kawanila. Alipofika njiani, na sehemu hiyo mtaiona kule Litembo, alikuta akina mama wawili wanasaga nafaka kwenye jiwe, kwa sababu wakati wa mapambano huwezi kutumia hii kinu. Yule adui yake akamuona, akamkata kichwa, akakimbia na kile kichwa kwanza. Wale kina mama kaenda kutoa taarifa kwa wazee. Wazee walimtuma mama mmoja ambaye wanaamini kwamba alikuwa na uwezo usio wa kawaida, aende akanyang'anye kile kichwa, kwa sababu alikuwa na viaki. Sasa akatumwa huyu mama akaenda huko akicheza. Walipogundua wale waliokuwa na viaki, akasema kumbe hata hapa hawamtaki. Akaja pale akachukua kile kichwa, na wale askari waliokuwa wanamchezea wakalala usingizi. Yeye akarudi na kichwa. Kwa hiyo usiku ule ule walichukua kile kichwa na kiwiliwili wakaunganisha. Wazee wakakaa, tunakwenda kumzika wapi? Babake mwenye hajajitambulisha rasmi, aende akazikwa kwa wajomba zake. Kwa hiyo wakaja wakamzika hapa. Usiku ule ule walibeba kilomita 4 kutoka hapa mpaka Litembo kule, ni kilomita 4 kwa mguu. Sasa mwaka 2004 wewe nikaja hapa nikaangalia ile jinsi ilivyokuwa imezungushwa na nini, tukajenga kwa utaratibu huu kwa kuishirikisha pamoja na familia ile ya karibu ya Yanga. Huyu alikuwa jemedari, na wakati vita hii inafanyika mpaka anauawa hapa, hakuwa ametawazwa chief mpaka amekufa, hakuwa ametawazwa chief. Lakini kutokana na kazi nzuri aliyofanya ndio akawa recognized kama mtawala, lakini alikuwa ni amiri jeshi aliyeongoza majeshi. Kumbuka kwamba Wangoni waliingia mwaka 1840 Songea, wakaanza kupigana nao mfululizo. Mawe haya ni makaburi. Ndiyo. Na taratibu zao ni kwamba huyu alikuwa mtu mkubwa, na alipozikwa kwa kawaida walikuwa na desturi, mtu mkubwa walikuwa naamini kwamba huyu hafi apotee moja kwa moja. Huko anakoenda kuna maisha, na lazima akapata watu wa kumhudumia. Kwa hiyo hapa kwa kawaida hapa alikuwa na vijana wale nadhani waliokuwa vijana intelligent na watiifu, waaminifu. Kwa hiyo pale anapozikwa chief, na kuna baadhi yao tabia ilikuwepo. Mara nyingi dalili inaonyesha hapa, wakati tunazunguka kujenga hapo walikuwa kama na makaburi kama 6 hivi. Mimi sijawahi kupata maelezo exactly, lakini wanasema ni kama walikuwa kama wananyongwa. Unajua kwa immobilize mtu anafumbazwa na nini, wanamfukia. Lakini wakifanya hivi kwa lengo kwamba huko anakoenda na kwenda kumtumikia bwana mkubwa. Tangu zamani tabia ya umatengo, hasa inapofika watu wazima walikuwa wanakalishwa, wanazikwa kwa kukalishwa. Huyu alikalishwa baada ya kuchukua kile kichwa chake na kuunganisha. Alikatwa kile kichwa, kilikwenda kukombolewa kabisa mikononi mwa adui. Na aliyekomboa mwenyewe ni mwanamke, mama mwenyewe alikuwa anaitwa Kije. Kwa hiyo kichwa kikakombolewa, kikaletwa, wakaunganisha, wakamkalisha, na kuja kumzika huko. Siku ile wakati ule wa matukio haya ilikuwa ni kama ni usiku tu. Watu wote walikuwa wanaona usiku.
Lakini hili huyu aliuawa mapambano ya vita ya kikabila tuseme. Wangoni na Wamatengo akauawa huyo. Mimi nadhani ni serikali angalau ziko taarifa nyingi, lakini kwa kweli hazijaandikwa. Na watu wanasema kwamba historia ya Wamatengo ni historia ambayo bado haijaandikwa. Serikali sasa pamoja na baraza la mila wakae wapate inputs ili tuweze kuyaweka mambo sawa sawa. Serikali iboreshe ili haya mambo ya kumbukumbu ya zamani haya yawe yanaonekana. Manake hii ni kumbukumbu sahihi kabisa